Katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Maria Stanisla Marosha, ni sister wa shirika la Mtakatifu Benedikto kutoka Nyumba Kuu Ndanda. Siku ya leo nina furaha kubwa. Kwanza kabisa nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka ambazo anaendelea kutujalia kila mmoja wetu pasipo mastahili yetu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee kwa zawadi ya siku hii ya leo ambayo nimeweza kujitolea kwake kwa nadhiri za maisha. Ninayo furaha kubwa, kwa kweli haikuwa rahisi hadi kuifikia siku hii ya leo. Hizi nimeziweka katika kanisa la Abasia ya Ndanda chini ya uongozi wa Sister Maria Auxilia Hokororo ambaye ni mama mkuu wa shirika letu. Ni kweli haikuwa rahisi kuifikia siku hii ya leo, lakini kwa neema na baraka za Mwenyezi Mungu ninaonekana hivi nilivyo. Wito nilianza kusikia nikiwa katika shule ya sekondari Buyagu, kupitia mafundisho mbalimbali ambayo tulikuwa tukiyapata kutoka kwa watumishi wake ambao walikuwa wakija kufundisha neno la Mungu, na ndipo nilipoanza kuisikia hii sauti ya Mwenyezi Mungu na kuamua kuifuata. Nilianza malezi katika nyumba ya Kawekamo Mwanza mwaka 2012. Na mwaka 2017 niliweka nazili, 2017 niliweka nazili za kwanza nyumba ya Kawekamo Mwanza. Lakini basi katika safari ya wito na hata katika maisha mengine, changamoto za hapa na pale huwa zinajitokeza, lakini Mwenyezi Mungu anazidi kututia nguvu na kutuinua. Na siku ya leo nimeweza kuweka nadhiri hizi za daima katika nyumba ya Ndanda, ikiwa ni nyumba kuu ambayo tawi lake ni huko Mwanza Kawekamo. Hivyo basi napenda kuwashukuru wale wote ambao mnaendelea kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kuwakaribisha wasichana ambao mnajisikia wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia hii ya utawa. Kwa kweli maisha ni mazuri, kikubwa ni kuamua. Changamoto hazikosi, lakini pia furaha zipo. Kikubwa ni wewe mwenyewe, kama umeamua unakaribishwa sana katika nyumba ya Kawekamo, lakini pia nyumba ya Ndanda. Hivyo nawashukuruni sana, muendelee kutuombea, maana kazi hii ni ngumu na ndipo safari inaanza moja. Kuweka nadhiri sio mwisho wa maisha haya, lakini ndio mwanzo kabisa unaanza, maana ni kujitoa kwa daima, ni maisha yote. Kwa hiyo changamoto zote, furaha zote, misukosuko ya hapa na pale inatakiwa kuivumilia na kumtazama Kristo ambaye alitufia msalabani. Hivyo basi kikubwa tuendelee kuombeana. Wazazi na walezi, waruhusuni watoto wenu ili waweze kujiunga na wito huu mtakatifu wa kumtumikia Kristo. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Maria Auxilia Hokororo. Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Maria Auxilia Hokororo, mama mkuu wa masista wa Benediktini wa Bikira Maria msaada wa Kristo Ndanda. Siku ya leo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka aliyolijalia shirika letu
kuwapata watawa wawili ambao wamefunga nadhiri za daima siku hii ya leo. Ni Sister Stanisla Malosha na Sister Julieta Mavunde. Kwa ajili ya neema hiyo imesaidia shirika letu kukua. Idadi sasa imeongezeka, tumefikia 340. Shirika hili la masista wa Benediktino wa Bikira Maria msaada wa Kristo lilianza miaka 75 iliyopita na linaendelea kufanya utume wake katika majimbo 5 Tanzania na jimbo moja nchini Mozambiki, jimbo la Pemba. Katika utume huo sisi tuna karama yetu ya kumpeleka Kristo kwa watu wote. Hivyo kazi yetu ya kwanza katika kutimiza karama hiyo ni kufundisha dini mashuleni, katekesi maparokiani, kulea watoto, kufundisha shule mbalimbali toka chekechea mpaka chuo kikuu, pia kutoa huduma za afya au kwa hospitali nyingine, na mpaka sasa hivi tuna kituo chetu cha afya kimoja. Pia tunajishughulisha na maendeleo ya kina mama wanaoishi katika sehemu za mazingira magumu na sehemu zozote za maparokiani, pamoja na utume wa vijana. Kwa ajili ya utume huo sisi tupo tayari kwenda mahali pote ambapo tunaalikwa kwenda kutoa huduma hiyo. Shirika letu la masista wa Benediktino wa Bikira Maria msaada wa Kristo tunazo nyumba kubwa 2. Nyumba ya kwanza ni ya Ndanda ambayo ndio nyumba ya asili, lakini nyumba ya pili ni Kawekamo Mwanza, jimbo kuu la Mwanza. Na jumla ya convent ambazo tunafanya huduma ziko 32. 30 zikiwa huku Tanzania na 2 ziko nchini Mozambiki. Katika shirika letu hili ambalo linaongozwa na Mtakatifu Benedikto, tunayo kauli mbiu yetu ambayo ni Ora et Labora, sala na kazi. Kwa hiyo kila tunapotekeleza utume wetu wa aina yoyote, ni lazima umsaidie yule tunayemhudumia kukutana na Mungu, au kwa sala, au kwa elimu ya maadili, au kwa ajili ya kutatua matatizo katika njia iliyo ya salama. Wakati wote tunapotimiza utume wetu, tunahakikisha kwamba watu wanapata kumuona Kristo na kuona kana kwamba wanahudumiwa na Kristo mwenyewe. Kwa namna hiyo tunawasaidia kumjua zaidi Mungu na kupenda Ukristo. Ngoja majanga. Asante mama mkuu kwa kumweleza mtazamaji juu ya maisha haya ya shirika la Mtakatifu Benedikto. Na pengine katika ulimwengu wa kawaida huko majimboni, parokiani na katika ulimwengu wa kawaida watu wamezoea kusikia Mtakatifu Benedikto ana kauli mbiu sala na kazi, na wengine wameongeza pia na neno la Mungu. Pengine ungeweza kutufafanulia jinsi mnavyoishi kauli mbiu ya sala na kazi na neno la Mungu katika ratiba ya kawaida ya kila siku, na hata mtazamaji wako aweze kuelewa? Asante sana. Katika maisha yetu ya Kibenediktini ni sawa kama ulivyosema kwamba tunafuata hiyo kauli mbiu ya sala na kazi na masomo matakatifu. Katika ratiba ya kawaida ya mtawa, sala zinatangulia kila kitu. Kwa hiyo tunaanza kusali asubuhi, masifu ya asubuhi, halafu tunafanya tafakari. Baada ya tafakari kunakuwa na misa takatifu. Baada ya misa takatifu tunaendelea kwenda kufanya kazi nyingine. Tunatawanyika kila mtu kadiri ya utume wake. Lakini mchana tunakutana tena kwa ajili ya sala za mchana. Halafu baada ya mchana tunaondoka, tunarudi tena kazini. Tunakutana tena jioni kwa ajili ya masifu ya jioni. Baada ya masifu ya jioni tunakutana kwa ajili ya maburudisho, chakula na maburudisho.
halafu baadaye kuna sala ya usiku kabla ya kulala. Na kwenye utume wetu wa kazi, hapo ndipo tunapofanya kazi zetu zote, lakini unapofanya hizo kazi uendelee kutafakari juu ya maisha yako na juu ya neno la Mungu ulilolisikia siku ile. Kama nilivyosema hapo mwanzo, Baba Benedikto alikazia sana Lexio Divina, ni masomo matakatifu, kusoma na kutafakari neno la Mungu. Kwa hiyo ni lazima kabisa kwa mtawa kukaa na kutafakari neno la Mungu, kusoma sehemu ya maandiko na kuitafakari. Hiyo ni sehemu ya maisha ya Kibenediktini.